Katika bara la Afrika ambalo lina zaidi ya mataifa 54, kuna baadhi ya nchi ambazo zimejitokeza kuwa vinara wa maendeleo ya kiuchumi kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo rasilimali, sera bora za kifedha, amani ya ndani na uwezo wa kuvutia wawekezaji wa kimataifa. Hapa chini tunazama kwa kina kwenye nchi 10 zinazotajwa kuongoza Afrika kwa ukubwa wa uchumi kwa mwaka 2025. Moja ni nchi ya Nigeria. Nigeria inaendelea kushikilia nafasi ya kwanza kama nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Licha ya changamoto za kiusalama hasa upande wa kaskazini, Nigeria imeweza kufaidika pakubwa kutokana na sekta ya mafuta na gesi ambayo huchangia sehemu kubwa ya pato la taifa. Aidha, ongezeko la matumizi ya teknolojia na ukuaji wa idadi ya watu umeleta soko kubwa la ndani ambalo linawavutia wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali. Jiji la Lagos limekuwa kitovu cha biashara, teknolojia na fedha. 2. Afrika Kusini. Afrika Kusini, ambayo kwa muda mrefu imekuwa nembo ya maendeleo barani Afrika, inashika nafasi ya pili. Ingawa uchumi wake umekuwa ukikumbwa na changamoto za ukosefu wa ajira na mivutano ya kisiasa, bado taifa hili linaendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika sekta ya madini, hasa dhahabu na almasi, pamoja na huduma za kifedha. Johannesburg na Cape Town zinabakia kuwa vituo vya kiuchumi vyenye miundombinu bora zaidi Afrika. Namba 3 ni Misri. Misri, taifa la kaskazini mashariki mwa Afrika, linaendelea kuimarika kiuchumi kwa kasi kubwa. Uchumi wa Misri umejikita kwenye utalii, kilimo, ujenzi wa miundombinu mikubwa na uzalishaji wa nishati. Mradi wa mji mkuu mpya wa kiutawala pamoja na upanuzi wa mfereji wa Suez umeifanya Misri kuwa kitovu muhimu cha biashara kati ya Afrika, Asia na Ulaya. Serikali ya Misri imewekeza sana katika miradi mikubwa ya nishati na barabara. Namba 4 ni Ethiopia. Ethiopia imeibuka kama moja ya nchi zinazokuwa kwa kasi zaidi barani. Ingawa zinakabiliwa na changamoto za kisiasa, hasa mizozo ya kikabila, taifa hili limeweka nguvu kubwa kwenye ujenzi wa viwanda, miundombinu kama reli na viwanja vya ndege, pamoja na kilimo. Mradi mkubwa wa kuzalisha umeme wa Grand Ethiopian Renaissance Dam umeipa nchi hiyo nguvu mpya ya kiuchumi, hasa kwa uzalishaji wa umeme kwa matumizi ya ndani na kuuza kwa majirani zake. Namba 5 ni Kenya. Kenya, ambayo ni lango la Afrika Mashariki, imeendelea kuwa mojawapo ya nchi zenye uchumi imara zaidi katika ukanda huo. Sekta ya teknolojia imeipa Kenya umaarufu duniani, hasa kupitia huduma kama M-Pesa ambayo imeleta mapinduzi ya kifedha kwa wananchi. Nairobi, mji mkuu, ni makao ya mashirika mengi ya kimataifa na Kenya inaendelea kuwa na nguvu kwenye sekta za kilimo, utalii na ujenzi wa miundombinu ya kisasa kama SGR, Standard Gauge Railway. Namba 6 ni nchi ya Algeria. Algeria, japo haizungumzwi sana kwenye vyombo vya habari, ni moja ya mataifa tajiri kwa gesi asilia na mafuta. Taifa hili limekuwa na uchumi wa wastani mkubwa unaotegemea sana mauzo ya mafuta nje ya nchi. Serikali ya Algeria imeanza kufanya juhudi za kupanua sekta ya kilimo, huduma na ujenzi ili kupunguza utegemezi mkubwa wa mafuta. Pia, ushirikiano wake na nchi za Ulaya katika biashara ya gesi umekuwa nguzo ya uchumi wa taifa hilo. Namba 7 ni nchi ya Morocco. Morocco nayo imedhihirisha uwezo wake kwa kuwa na uchumi unaokua kwa utaratibu lakini kwa uimara. Taifa hili limefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuvutia wawekezaji katika sekta ya viwanda, utalii na nishati mbadala. Morocco ni miongoni mwa nchi chache Afrika zinazotengeneza magari na imejipatia sifa kwa uwekezaji katika nishati ya jua, hasa kupitia kituo kikubwa cha Noor Solar Complex kilichopo Ouarzazate. Namba 8 ni nchi ya Angola. Angola, ambayo imetoka kwenye historia ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, sasa inaibuka kama taifa linalojengwa upya kwa kasi. Mapato yanayotokana na mafuta na almasi yameliwezesha taifa hili kujenga upya miundombinu, huku serikali ikiweka mkazo kwenye kuimarisha sekta ya kilimo na huduma za kijamii. Ingawa mfumuko wa bei na utegemezi wa mafuta ni changamoto, juhudi za mageuzi ya kiuchumi zinaonyesha matumaini. Namba 9 ni Ghana. Ghana ni nchi nyingine inayovutia wengi kwa utulivu wa kisiasa na mazingira mazuri ya kibiashara. Uwepo wa rasilimali kama dhahabu, mafuta na kakao pamoja na sera thabiti za kifedha kumeifanya Ghana kuwa kitovu kinachopendwa na wawekezaji. Taifa hili limekuwa likiongoza katika mageuzi ya kidijitali, huku serikali yake ikihimiza matumizi ya teknolojia katika sekta ya elimu na afya.
Namba 10 ni nchi ya Tanzania. Tanzania inahitimisha orodha ya mataifa 10 ya juu kwa uchumi barani Afrika kwa mwaka huu wa 2025. Kupitia miradi mikubwa ya kimkakati kama ujenzi wa reli ya kisasa SGR, ujenzi wa bwawa kubwa la kuzalisha umeme Julius Nyerere Dam na kuimarisha bandari ya Dar es Salaam, Tanzania inaweka msingi thabiti wa uchumi wa viwanda. Sekta za kilimo, utalii na madini bado zina nafasi kubwa ya kuimarisha pato la taifa na kuzalisha ajira zaidi. Kwa ujumla, nchi hizi 10 zimeonyesha kuwa bara la Afrika lina uwezo mkubwa wa kusimama kiuchumi na kuwa mshindani katika soko la dunia. Ukuaji wao wa kiuchumi unaashiria mwamko mpya wa bara hili ambao kwa usimamizi bora unaweza kufungua mlango wa maendeleo kwa mataifa yote ya Afrika.